Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Tunaendelea na elimu zetu, elimu mbalimbali za tiba. Hizi elimu ni elimu ambazo ni elimu zenye faida kwenu. Kwa hiyo ndugu zanguni, siku ya leo nimewaleteni daktari wenu somo ambalo linahusiana na mambo ya nyota. Hizi nyota kila mtu amezizungumzia. Hizi nyota kila mtu amezizungumzia kwa namna mbalimbali. Na mimi mwenyewe katika chaneli yangu nimezungumzia hizi nyota kwa namna mbalimbali. Sasa mimi nilichotaka ni kwamba siku ya leo tuzijue hizi nyota moja baada ya nyingine ambazo utazielewa desturi ya hizi nyota ni nini. Yaani mtu ukiwa na nyota ile nyota yako, vitu gani vya kuzingatia, vitu gani vina faida kwako na vitu gani vina hasara kwako. Sasa siku ya leo nitaka tuanze na nyota ya ng'ombe. Watu wenye nyota ya ng'ombe, ili uweze kufanikiwa kwenye mambo yako, inatakiwa ufanye haya mambo, itakusaidia sana. Kwanza, kitu cha kwanza kwenye nyota ya ng'ombe, watu wenye nyota ya ng'ombe, kuna rangi ambazo unatakiwa uzizingatie. Kuna rangi ambazo ni rangi pendwa. Yaani nyota ya ng'ombe, watu wenye nyota ya ng'ombe wana rangi zao, rangi pendwa, ambazo ni rangi ambayo inaipa nyota yake nguvu. Ni rangi ambayo inafungua nyota yake. Kwa mfano nyota ya ng'ombe, watu wale wenye nyota ya ng'ombe, rangi pendwa katika nyota ya ng'ombe ni rangi ya kijani. Yaani vitu vingi ambavyo inatakiwa wewe uvifanye viwe vinaelemea kwenye nyota ya kijani. Nyota ya kijani ni rangi ya kijani ina nguvu sana kwenye nyota ya ng'ombe, inainua sana kwenye nyota ya ng'ombe. Kwa hiyo wale wenye nyota ya ng'ombe, mpende sana rangi ya kijani. Yaani rangi pendwa yenu katika vitu vyenu, iwe kwenye mavazi, iwe kwenye nyumba, iwe kwenye magari, iwe kwenye nini. Penda sana rangi ya kijani. Itainua mambo yako, itaamsha mambo yako, itafanya mambo yako yaweze kuchangamka kutokana na rangi hiyo ya kijani. Watu wanapokuona wewe ukiwa ndani ya rangi ya kijani, ndani ya mavazi ya rangi ya kijani, vile vitu unavyovitawala na kuvimiliki viwe vinatawaliwa na rangi ya kijani, hii itakuwa ni rangi pendwa sana kwa wale wenye nyota ya ng'ombe. Sasa na vile hawa wenye nyota ya ng'ombe, siku ambayo upende sana kufanya mambo yako ili mambo yako yaweze kufunguka na kufanikiwa, au unapoahidiwa jambo na mtu yoyote, jitahidi kwamba panga siku ambayo itaweza kufungua mambo yako, itakuwa ni siku ya Jumapili. Yaani jitahidi siku ya Jumapili ndio iwe siku maalum ya makutano yako, ya makubaliano yako, ya kupangilia biashara zako. Siku zako za promise, watu wanasema za ahadi, ziwe zinaangukia siku ya Jumapili. Ni utakuwa mara nyingi unafanikiwa yale mambo yako, kwa sababu hiyo siku ni siku ambayo itakuwa ni yenye kufanikishia kile kitu ambacho utakuwa wewe umekinuia kukifanya. Nyingine si kwamba unaweza usifanikishe mambo yako ukienda kwenye siku nyingine, hapana. Mimi ninazungumza shabaha ya nyota yetu ya ng'ombe, yaani wale watu wanaotawaliwa na nyota ya ng'ombe ndio ninao wazungumzia. Alafu vile vitu vya kuepuka, yaani vitu unavyotakiwa uviepuke katika mambo yako unayoyafanya kila siku. Wewe mtu mwenye nyota ya ng'ombe, unatakiwa usiwe mbishi kupitiliza. Yaani unapojadiliana na mtu, unapokuwa mbishi au unapokuwa mkaidi, unaweza kuharibikiwa na vitu
vyako vingi, au unaweza kuharibu mipango yako. Yaani mtu anaweza unajua kuna watu wana ubishi ule yaani mtu anabishia kitu, mnapanga kitu, wewe unakuwa ni mbishi, na maana unaingiza nuksi kwenye nyota yako ya ng'ombe. Unaharibu mipango ya ile nyota yako ya ng'ombe. Inatakiwa wewe ni mtu wa kutokuwa mjeuri, yaani uwe ni mtu msikivu. Utafanikiwa mambo yako sana. Utafanikiwa mambo yako kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo watu wa namna hii vile vile wenye nyota ya ng'ombe, kuna kazi maalum ambazo ukizifanya moja kwa moja zitakupa manufaa. Moja kwa moja zitakupa matokeo. Kwa sababu si kila kazi wewe unataka ukafanye. Unaweza ukaenda kufanya kazi ambayo ikawa ni utawala wa nyota ya mtu mwingine. Ni utawala na ni ufunguo wa nyota ya mtu mwingine. Kwa hiyo kuna kazi zenu za kufanya ambazo ni kazi pendwa kwenye nyota ya ng'ombe, inakuwa na nguvu na ni rahisi kutajirika na ni rahisi kupata manufaa kutokana na kazi zenu. Kazi gani za watu wenye nyota ya ng'ombe unatakiwa uzifanye? Pendelea sana kufanya kazi za mziki. Watu wanajua kazi za mziki. Sio kazi za mziki ukacheze mziki, ukaimbe mziki. Unaweza hata ukauza vitu vinavyohusiana na mziki, vifaa vya mziki, kwa mfano kama CD, ukawa producer, ukawa nini. Hiyo kazi itakupa manufaa makubwa sana. Vile vile ukifanya kazi za hoteli, ukifungua hoteli, usifanye kazi za hoteli ukamfanyia mtu. Yaani kwa sababu hii ni nguvu ya nyota yako. Kwa inatakiwa ufaidike wewe kutokana na nguvu ya ile nyota yako. Kwa ukifanya kazi ya hoteli itakusaidia sana kuweza kufanikisha mambo yako ya kila siku. Kazi nyingine ni ipi ya watu wenye nyota ya ng'ombe? Ni kazi za ujenzi. Kazi za ujenzi kama mafundi, kazi zitakufanya kwamba zikakupa mafanikio sana. Ukifanya kazi za ujenzi zinakupa mafanikio ya kukuinua wewe kwenye mambo yako na kuweza kufikia kwenye malengo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo vile vile ukiwa na nyota hii, kuna kazi nyingine ya uhasibu. Nayo itakufaa au ukifanya kazi za sanaa, kama vile, ndio maana inahusiana na ile niliyowaambia muziki. Zote hizi ni kazi zinazoingilia kazi za sanaa. Kazi za sanaa ni zipi nyingine? Kwa mfano kama uchoraji, uchongaji wa vinyago. Hizi zote zitakuinua kwenye vitu vyako na kwenye biashara zako. Kwa hiyo ndugu zanguni, nafikiri watu wenye nyota ya ng'ombe mtakuwa mmenielewa kwa uchache. Yapo mambo mengi sana, lakini hili litakunufaisha. Nadhani kwenye watu wenye nyota nyingine mnaweza mkaendelea kunifuatilia mkaelewa nyota zenu zinahitaji nini. Siku ya leo watu wenye nyota ya ng'ombe tumeishia hapa. Naombeni mkasubscribe channel yetu, muendelee kunisikiliza na kunifuatilia siku zote. Asanteni sana na karibuni sana.